Just a minute. Wathesalonika wa kwanza 4, kitaka tusome kuanzia mstari wa 13 hadi 18, alafu tutasoma Ufunuo 10:1 hadi 7. Wathesalonika wa kwanza 4 mstari wa 13 hadi 18, alafu Ufunuo 10:1 hadi 7. Ndio kama umepata tusomee, sijui kunyongeza Ruben yeyote mwenye yako naye tusomee kwa Kiswahili. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa waambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na hao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijanieni kwa maneno haya. Amen. Farijianeni nyinyi kwa maneno haya. Ufunuo 10:1 hadi 7. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto, na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi, naye akalia kwa sauti kuu kama simba angurumavyo. Na alipolia, zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, na alikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno haya yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiyaandike. Na yule malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyohubiri watumishi wake hao manabii. Amen. Tuombe. Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru sana kwa sababu umetuleta ubari huu na umetusaidia katika imani yetu, tukiendelea kujiandaa kwa ajili ya kuja kwako, kama vile tunaona kiwekwa wazi katika neno lako. Sasa tuko hapa Bwana, asante sana, umetusaidia kwa yale ambayo tumepitia kule nje katika shughuli za kawaida zetu. Kwa mambo ya kiroho umetuweka katika imani. Bwana Yesu Kristo, tumaini letu likiwa limeshikilia yale ambayo Bwana tunaona yakiwa ndio ahadi zetu kwa ajili ya wakati huu katika neno, na hata kuweka imani yetu ikiwa na nguvu. Bwana Yesu Kristo, tukikuangalia wewe kwa mambo ya kawaida umetusaidia, umetujalia yale ambayo ni maisha haya, na Bwana Yesu Kristo tunakushukuru kwa yote. Sasa tumekuja kwa ajili ya ushirika na wewe katika neno lako, na Bwana Yesu Kristo tukiwa na haja tofauti tofauti, ili imani yetu ikakua Bwana Yesu Kristo kulingana na vile tunaona unatuonyesha iwe hivyo katika neno lako. So tupokee Bwana, tenda nasi yaliyo mapenzi yako,
Tusamehe makosa yetu yote pale tumeongea, tumewaza, tumetenda kinyume na mapenzi ya neno lako Bwana. Tunaomba msamaha na kuuliza damu uliyomwaga msalabani ukaitumia kutuosha, ili pasiwe na chochote ambacho kitaweza kosa Bwana Yesu Kristo. Ufunuo wako kutufikia kupitia katika neno lako. Haja zetu zote tunaziweka chini ya miguu yako Bwana Yesu Kristo. Tujalie imani tuweze kuamini na kupokea yale ambayo ni mahitaji yetu. Ukifanya hivyo, sifa na utukufu sikurudie. Tunajiachilia mikononi mwako sasa, na ni katika jina la Bwana Yesu Kristo tunaomba hata kuamini. Amen. Tutaweza keti. Okay, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Nataka kuwa fursa hii kuweza kuendelea katika neno, mapenzi ya Mungu yakiongoza. Leo ningetaka katika muhuri wa 7 ule tumekuwa naye tuone kuja kwa Bwana. Kumbuka tuliona Brother Branham nabii akieleza kuhusu hiyo, na akasema hiyo ndiyo sehemu ya muhuri wa 7 ambayo aliwekewa wazi, ngurumo 7. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. So tuwe na nafasi ya kuona kuja kwa Bwana katika muhuri wa 7. Ndio sababu tumesoma Wathesalonike wa kwanza 4, alafu tukasoma Ufunuo 10. Hiyo ni kuhusu kuja kwa Bwana. Amen. Ninafikiria pengine tutaiweka, pengine sitategemea na vile Bwana atatuongoza kwa sababu ni ndefu. Tutaiweka katika sehemu 4. Leo tuone sehemu moja. Maybe God willing next Sunday hivyo mpaka zote tuweze kuwa tumechukua nafasi nzuri kuweza kuongea kuhusu hili jambo la muhuri wa 7 tukiendelea naye. So kuja kwa Bwana katika muhuri wa 7. Unaona? Okay. Tuliona Brother Branham wakati ule akituambia, kumbuka, tuliona akituambia hivi. Just a minute. Tuweze kusoma. Najua tumekuwa na kipindi cha kuendelea kuongea kuhusu muhuri wa 7, tukaingia katika mvuto wa 3, tukaona huyu Mungu mwenye alimtumia ndugu Branham akijiweka wazi kwa ajili ya bibi harusi katika muhuri wa 7. Kumbuka muhuri wa 7 haukufunuliwa kwa haja ya ndugu Branham. Muhuri wa 7 ulifunuliwa kwa haja ya bibi harusi. Hivyo ni kusema bibi harusi ndiye hakumjua. So bibi harusi anajua huyo Mungu wa ndugu Branham katika muhuri wa 7 wakati anawekwa wazi. Lakini kumbuka ndugu Branham alituonyesha tangu kule nyuma yeye ndiye alikuwa akimtumia. In other words, ilikuwa ndugu Branham nabii alikuwa ni pasia yenye huyo Mungu alitumia mwana wa Adamu tangu kule nyuma 1933 tuliona katika nukuru. Alafu sasa kufika katika muhuri wa 7 anawekwa wazi kwa ajili ya bibi harusi. Amen. So nakumbuka tungetaka kusoma ile yeye anaonyesha. Naona yeye anatuambia, kumbuka tuliona yeye akisema ati wakati muhuri wa 7 ulifunuliwa ilikimya. Hiyo ndiyo imesema katika Biblia. Ati wakati muhuri wa 7, ukisoma Ufunuo 8:1, wakati muhuri wa 7 unawekwa wazi ilikimya kwa muda wa nusu saa. Tukaona ndugu Branham akisema ati hakuna mtu alijua hiyo ndiyo saa ama dakika Kristo angefanya nini, angekuja. Nataka kusoma hiyo katika huo ujumbe wa The Feast of the Trumpets, paragraph 22 tuliisoma Feast of the Trumpets. Brother Branham anasema, because the 7th seal there was silence, no one knew that was the minute or hour that Christ would come as he revealed it to us. Ati kwa sababu muhuri wa 7 ulikimya, hakuna mtu alijua ati hiyo ndiyo saa ama dakika Kristo angekuja kama alivyotufunulia. So nakumbuka tukinukuru hiyo the other time. So ukienda katika Biblia imekimya kwa muda wa nusu saa, alafu Biblia akatuambia hiyo ndiyo saa Kristo angekuja. Ati hakuna mtu alijua hiyo ndiyo saa ama dakika Kristo angekuja. Nakumbuka muhuri wa 7 umekimya, hakuna mtu angejua ni nini kiko hapo. Lakini ndugu Branham baada ya kupata ufunuo wake sasa anatuambia ati hiyo ndiyo saa
Kristo angekuja kama alivyotufunulia. Naona tuliona hivyo, because the seventh seal there was silence. No one knew that was the minute or hour that Christ would come as he revealed it to us. Kwa hivyo kile kilikimya katika muhuri wa 7 bibi harusi anakipata katika njia ya ufunuo, kinafunuliwa, ikafunuliwa kwa ndugu Branham. Biblia inasema imekimya kwa muda wa nusu saa, lakini kuna ufunuo, Mungu akitoa ufunuo na anatuonyesha ufunuo ule ulikuwa katika kukimya huko ni kuja kwa Bwana. Amen. Ni kuja kwa Bwana. Okay. Alafu kuna jambo lingine tuliona, ndio tushikanishe vizuri tuendelee, kwa sababu mwishowe tutapata wazi hayo yote katika Ufunuo 10. Tuliona jambo lingine Brother Branham akituambia tuambia katika huo ujumbe Feast of the Trumpets paragraph 39, anatuambia hivi. Feast of the Trumpets paragraph 39 anasema, how striking from the seventh angel's message, messenger of the seventh seal, and Revelation 10 was the seventh seal, for it's Christ made manifest among us, Jesus among us all, made manifest in the purity of his word, making it known rather. Ati how striking. Ati hiyo inaonekana ya ajabu namna gani? Ati kutoka kwa ujumbe wa mjumbe wa 7, ati na mjumbe wa 7 ni mjumbe wa muhuri wa 7. Okay. Anatuambia hapo na Ufunuo 10 ndio huo muhuri wa 7. Hapa kuna kitu ndugu Branham anasema, anatuonyesha ati mjumbe wa 7 akiwa na ujumbe wake. Ati na yeye mjumbe wa 7 ni mjumbe wa Ufunuo 7 wa muhuri wa 7 rata. Mjumbe wa 7 ni mjumbe wa muhuri wa 7. Yaani ndugu Branham akiwa mjumbe wa muhuri wa 7, na anatuambia na Ufunuo 10 ndio huo muhuri wa 7. And Revelation 10 was the seventh seal. Ufunuo 10 ndio huo muhuri wa 7. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ati kwa sababu ni Kristo akiwekwa wazi katika usafi wa neno lake ili ajulikane, making it known, for it's Christ made manifest among us, Jesus among us all, made manifest in the purity of his word, making it known. Ati Ufunuo 10 ndio muhuri wa 7. Ati kwa sababu ni Kristo akiwekwa wazi ili ajulikane miongoni mwetu katika usafi wa neno lake. Wakati Kristo anawekwa wazi katika usafi wa neno lake ili ajulikane, huo ndio muhuri wa 7. Na anatuonyesha muhuri wa 7 na Ufunuo 10 ni kitu kimoja, na ni Kristo akiwekwa wazi katika usafi wa neno lake ili ajulikane. Ni mzuri kushika hayo. So tuliona wakati ule tulikuwa tukiongea kuhusu muhuri wa 7 hapo, tukaona ati wakati imekimya katika kwa huo muda wa nusu saa. Ukisoma muhuri wa 7 wakati uliwekwa wazi ilikimya kwa muda wa nusu saa. Ati katika kukimya huko kwa muda wa nusu saa, sasa tunaenda katika Ufunuo 10, kwa sababu yale yenye yanaendelea katika hiyo kimya ya nusu saa ni kuja kwa Bwana, na kuja huko kwa Bwana ndio kuko katika Ufunuo 10. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Okay, ukienda katika muhuri wa 7, Ufunuo 8:1 imekimya kwa muda wa nusu saa. Sasa uingie katika Ufunuo 10, kwa sababu ni jambo moja, ni Kristo akijiweka wazi katika usafi wa neno lake ili ajulikane. Ndivyo Brother Branham anatuonyesha. So in other words, muhuri wa 7 ndio Ufunuo 10, na Ufunuo 10 ndio kuja kwa Bwana, ndio kuja kwa Bwana. Nimesoma hivyo ndugu Branham akisema. Okay, tuliona yeye katika kitabu cha mihuri akituonyesha kile alipata katika muhuri wa 7 ni one fold ama sehemu moja. Akatuonyesha muhuri wa 7 una sehemu 3, na tuliziona hizo 3.
yeye akapata one fold, sehemu hiyo moja. Unaona? Okay, iliwekwa wazi kwake hiyo sehemu moja, na tukaona hiyo sehemu moja ndiyo ngurumo 7, na akatuambia hiyo sehemu ya ngurumo 7 ndiyo kuja kwa Bwana. Na tukaona katika kitabu cha the trumpet, the rapture, ujumbe wa the rapture, sitausoma kwa sababu ya wakati. Katika ujumbe wa the rapture tukaona kuja huko kwa Bwana kuna the shout, na kuna the voice, na kuna the trumpet. Hizo tatu zikifanyika wakati Bwana anafanya nini? Anashuka. Kuna mwaliko, na kuna sauti ya malaika mkuu, na kuna tarumbeta. Anasifanya wakati anashuka. So hiyo yote inaendelea katika hiyo kimya ya nusu saa. Bwana akishuka katika Ufunuo 10, anashuka na mwaliko, sauti ya malaika mkuu na tarumbeta. Na tukaona mwaliko ni wakati hiyo mihuri 7 inawekwa wazi, ndio ujumbe wa kuja kwake upatikane, kwa sababu mihuri hiyo 7 ilimfunua Bwana, tuliona hivyo. So mwaliko ni wakati mihuri 7 inavunjwa ili ujumbe wa kuja kwa Bwana upatikane, the shout. Unaona, bringing forth the message, ikilete ujumbe. Alafu tukaona sauti ya malaika mkuu ni wakati sasa Bwana akiwa malaika mkuu anafunulia bibi harusi wake kuja huko, anajiweka wazi ili bibi harusi amjue katika njia ya ufunuo. Anajiweka wazi, anajifunua. Unaona, mwenye alikuwa katika muhuri wa 7 sasa anajifunua kwako, anajifunua kwangu, ili wewe na mimi tumjue. Amen. Ili wewe na mimi tumjue. Na tukaona hivyo ndivyo alifanya na mababa zetu. Hivyo ndivyo alifanya na mababa zetu mitume. Na baadaye pengine katika kuendelea kwetu tutaona hiyo ikiwa hangeweza kufanya jambo lingine isipokuwa kile alifanya na mababa zetu, kwa sababu sisi tunarejeshwa katika imani ya mababa zetu. Unaona, tumerejeshwa katika imani ya mababa zetu. So baada ya yeye kufa na kufufuka, alijifunua kwa mababa zetu, wakajua yeye yuko hai kwa siku 40, akijifunua kwao. Akajifunua kwa Cleopas na rafiki yake, akajifunua kwa wale wengine, Petro na wale wengine, mpaka Thomas, wakajua amefufuka, yuko hai. Amen. Na hivyo ndivyo anafanya nasi, anajifunua kwetu. Baada ya kukataliwa na Laodicea, akasurubishwa mara ya pili. Tunaona ndugu Branham katika indictment akitaki Laodicea kwa kumsurubisha Bwana mara ya pili. Sasa yeye amefufuka. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Yuko hai. Mungu wa ndugu Branham mwenye alisurubishwa na Laodicea yu hai. Sasa yeye anajifunua kwa bibi harusi wake, anajiweka wazi kwako, anajiweka wazi kwangu, ili tumjue. Wewe umjue kwa ufunuo, mimi nimjue kwa ufunuo. Anajiweka wazi. Unaona? Anajiweka wazi katika wakati wa sauti ya malaika mkuu. Anajiweka wazi ili wewe na mimi tujue ate huyo malaika mkuu si mwingine isipokuwa Bwana Yesu Kristo. Tujue, wewe ujue, mimi nijue. Alafu tukaona ina umuhimu gani kumjua. Ufunuo huu una umuhimu gani? Hapo ndipo imani ya unyakuzi inapatikana. Hapo ndipo imani ya unyakuzi inapatikana. Wale wenye watapata huo ufunuo ndio wale wenye watapata imani ya unyakuzi. Naona. Alafu kutoka katika hiyo imani ya unyakuzi, msingi huo wa imani anajenga kimo chake, 7 virtues. Anajenga kimo chake. Unaona? Anajenga kimo chake. Alafu akimaliza kujenga hicho kimo, Roho Mtakatifu anashuka akiwa muhuri, that seal of charity. Roho Mtakatifu akiwa muhuri anashuka kwa ajili sasa ya kupaka hiyo imani ili iweze kuingia katika kipindi cha madhihirisho. Amen.
Kwa hivyo katika wakati wa sauti ya malaika mkuu, Bwana anajifunua. Alafu wewe na mimi tunampokea, tunamjua katika ufunuo. Tunapata imani ya unyakuzi, imani iliyo hai ndani ya mioyo yetu, na kutoka kwa huo msingi wa imani anajenga tabia yake, 7 virtues. Anajenga tabia yake kutoka kwa hiyo imani, alafu anaitia muhuri wa Roho Mtakatifu, inaingia katika wakati wa madhihirisho. Alafu tukaona wakati wa trumpet ni wakati sasa, kipindi cha madhihirisho, kwa sababu kitu cha kwanza kinaanza tayari. Bibi harusi sasa ametiwa muhuri wa Roho Mtakatifu, wafu katika Kristo wanafufuka. Alafu sisi tulio hai tunabadilishwa mili, alafu zote tunaunganika, tunaenda kumulaki Bwana Yesu Kristo katika mawingu. Wakati wa the trumpet, kipindi cha tarubeta, ni kipindi cha madhihirisho. So mwaliko ni ujumbe wa kuja kwake ukiwekwa wazi. Sauti ya malaika mkuu ni wakati sasa yeye anajifunua katika huo ujumbe kwa bibi harusi. Wakati wa tarubeta ni wakati sasa anadhihirisha kile ambacho bibi harusi mwenye ana ufunuo wake tayari anajua, anadhihirisha kupitia kwa huyu bibi harusi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ati hiyo ni kweli, alafu anamchukua kwa ajili ya unyakuzi. Anashuka na sauti ya mwaliko, sauti ya malaika mkuu na tarubeta, zote tatu anasifanya wakati anashuka. So ona, hiyo ndio anafanya katika Ufunuo 10, kwa sababu tumesoma kisha nikaona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Huyo malaika mkuu ni nani? Ni Bwana Yesu Kristo, kwa ajili ya maandalizi ya unyakuzi. Kwa ajili ya maandalizi ya unyakuzi. Okay. So Ufunuo 10 na muhuri wa 7 ni kitu kimoja. Yale ambayo yanaendelea katika hiyo kimya ya nusu saa ni Ufunuo 10. Na Ufunuo 10 ndio unamlete Bwana Yesu Kristo anashuka kwa ajili ya maandalizi ya unyakuzi. Okay. Na hiyo ndio ndugu Branham alituambia ndio gurumo 7. Ndio gurumo 7. Hiyo sehemu ya kuja kwake, hiyo sehemu yenye inamleta kwa ajili ya unyakuzi, ndio gurumo 7. Brother Branham alituambia hivyo. Okay. So, ngoja kidogo. So basi ni kumaanisha nini? Kiendelea na hilo wazo katika kuja huku kwa Bwana. Basi ni kumaanisha gurumo 7 zimefunuliwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. After 7 thunder has been revealed, gurumo 7 zimefunuliwa. Okay. Angalia, ndio. Brother Branham anasema zimefunuliwa. Brother Branham anasema zimefunuliwa. Unaona? Pendelee. Tuko pamoja. Lete mawazo hapa. Hata ingawa ninarudi nyuma kidogo kwa sababu ya kule nje. Sisi tayari tutaweza kuwa tumesonga mbele kwa haya, kwa sababu huu ni msingi, lakini tunarudi nyuma kwa ajili ya nje. Alafu unaona ndugu Branham tena anasema ati hii kurudi nyuma katika yale Mungu amefanya inatusaidia sana. Kwa sababu tunaelewa. Na vile tunaelewa ndio imani yetu inachika na inakuwa. Dada ukielewa, ndugu ukielewa, hayo mambo inafaa uelewe. Kumbuka wakati alijiweka wazi kwa Cleopas na mwenzake akaanza kuandamana na wao, tayari alikuwa amefufuka. Alifanya nini? Biblia inatuonyesha alirudi katika neno. Ati kutoka Musa na Zaburi akaweka wazi yale yalimuhusu ama yale yalihusu Mesaya katika neno. Akawarudisha nyuma, akawaonyesha yale ambayo yalimuhusu katika neno. Ndio waelewe kuhusu kufa na kufufuka kwake. Ndio waelewe kuhusu yale neno lilisema yangefanyika, kwa sababu hawakujua. Naweza niuliza ndugu mmoja, ni kwa nini Bwana alifanya hivyo? Kwa sababu neno lake linasema imani huja kwa kusikia kusikia neno. Dada ndugu, wakati unaelewa haya mambo, wakati ninaelewa, inawekwa wazi,
inanisaidia kujenga imani yangu hapa. Unaona? Inakusaidia. Unajua hapa vita vyetu ni vikali sana. Vita vile tunapigana na muovu ni vikali sana. Kwa sababu muovu angetaka tuwe watu wa kanisa. Kwa sababu ati tulibatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na ukisikia mambo watu husema, utaona vile hili jambo liko halina kilidi. You know, yani muovu anataka tubaki na hiyo kitu kidogo tu. Ati tumngoje Bwana. Ati kwa sababu sisi ni waaminio. Na hakuna neno kama hilo. Unaona? Ndio sababu unaona analete shida hii, analete analete uchovu, analete hataki dada ndugu utulie, uwaze kuhusu yale yamewekwa wazi katika neno la nabii. Hataki, kwa sababu anajua tayari ukitulia utajenga imani yako, utaelewa kumbe ni hii yenye itanipeleka katika unyakuzi, na hii ndiyo ahadi ya unyakuzi. Sasa tunasema nini? Mwangalie na Cleopas na mwenzake aliwarudisha nyuma, akawaonyesha katika neno yale yenye yalihusu Mesaya, kuja kwake na kusurubishwa kwake na kufufuka kwake kwa ajili ya kuandaa imani. Sasa wakati wetu, kwa sababu sisi ndio tunarejeshwa katika imani ya mababa zetu, nasi baada ya kukataliwa na Laodicea akasurubishwa na ndugu Branham akastaki Laodicea. Sasa yeye anajiweka wazi kwa bibi harusi akitumia ujumbe wa nabii, kile ambacho kinaongea juu yake, kile ambacho kinahusu kuja kwake, kile ambacho aliahidi katika neno anaweka wazi. Wewe na mimi tupate, anaturudisha macho yetu nyuma katika ujumbe. Katika ujumbe. In other words, ninasema nini? Ninasema hivi. Utaweza fikiria ati kwa sababu tumeamini na tumebatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, tumeamini ujumbe wa nabii, ati sasa ni kukaa na kugoja. Lakini tukikaa na kugoja huko, imani yetu haitajengwa. Amen. Hadi uniambie sasa, si ndugu mwangu, ni kugoja unyakuzi itaweza sikika ikiwa mzuri, lakini kumbuka imani yetu itajengwa tu na neno. Amen. Imani yetu itajengwa tu na neno. So yeye katika ufunuo wake kwako kwangu ni nini anafanya? Ni kushika neno la nabii na kutoa zile ahadi zenye zinahusu kuja huku kwa ajili ya bibi harusi. Wewe na mimi tupate hilo neno, na kutoka katika hilo neno tupate ufunuo wake. In other words, ni kusema nini? Anajaribu kutuonyesha baada ya kukataliwa na Laodicea na kusurubishwa, yeye amefufuka. Amen. Anajaribu kutuonyesha yeye ni nani katika neno la nabii. Anajiweka wazi. Alafu tunasema nini? Unajua ukienda usome katika Biblia unaona hawakumjua. Cleopas na mwenzake hawakumjua. Yeye alikuwa mtu tu mwenye wanaona mgeni. Nafikiria si hiyo ni ajabu sana. Si ilikuwa siku 3 tu. Na ni mtu wenye waliishi na yeye. Ilikuwaje hawakumjua? Alificha macho yao wasimjue. Na huyo bwana mwenye hiyo tabia. Angalia, kwa kanisa anaficha macho ya kanisa wasimjue, lakini anaweka wazi macho ya bibi harusi ili bibi harusi amjue. Amen. Hapo wazi kwa bibi harusi, lakini kwa kanisa ameficha macho yao. So inakaa kama ni mtu tunangoja Bwana na hatujui tayari ameshuka. Amen. Tayari ako duniani na tayari anaandaa kunyakuzi. Amen. Okay. So brother Branham anasema ngurumo 7 zimefunuliwa. Usome kidogo hapo kwa sababu ya wakati. Kwa hivyo, have the 7 thunders been revealed? Ngurumo 7 zimefunuliwa. Brother Branham anasema ndio. Mtu nikusomee katika ujumbe. Nikusomee katika ujumbe. Brother Branham anasema ndio. Okay. Katika question and answers. Aliulizwa swali katika question and answers. Page 1161 katika kitabu cha COD.
Fikiria swali ni number 395 katika COD. Akaulizwa, have the seven thunders which equals seven mysteries already been revealed? Ati hizo ngurumo saba zenye ni siri saba zimefunuliwa tayari. Were they revealed in the seven seals, but are yet not known to us as the thunders yet? Zilifunuliwa katika hiyo mihuri saba, lakini bado hasijajulikana kwetu kama ngurumo. Akasema no, they were revealed in the seven seals. Ati asha, zilifunuliwa katika hiyo mihuri saba. Sikia, zimefunuliwa zilifunuliwa katika hiyo mihuri saba. That's what the thunders was about. Ati hiyo ndio ilikuwa gurumo. So gurumo saba zilifunuliwa katika hiyo mihuri saba. Ati that was what the thunders was about. Hiyo ndio ilikuwa hizo gurumo. Sikiza, anasema they was to reveal the seven thunders that had uttered their voices, and no one could make out what it was. John knew it what it was, but he was forbidden to write it. Ati hizo gurumo saba zenye zilitoa sauti zake na hakuna mtu angejua ni nini zimesema. Ati Yohana alijua ni nini, lakini alikatazwa kuandika. He said, but the seventh angel, in the days of his sounding, the seven mysteries of the seven thunders would be revealed. Ati lakini, alisema lakini katika siku za malaika wa saba, siku zake za kutoa ujumbe wake, akihubiri, zile siri saba za gurumo saba zingefunuliwa. Naona anasema, and the seventh angel is a messenger of the seventh church age. Na mjumbe wa saba, na malaika wa saba ni mjumbe wa kisasi cha saba, na tunajua huyo si mwingine isipokuwa ndugu Branham. Anasema ati katika siku za ndugu Branham akitoa ujumbe wake, siri ya gurumo saba ingefunuliwa. Basi ni kusema nini? Tunasema si kitu chenye tunangoja ifunuliwe. Ati sasa tumetoka kwa madhehebu, tumejua Bwana Yesu Kristo katika ukweli wa neno lake, na tumejua ukweli wa Biblia, tumeingia kwa maji, tumebatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo kwa kumpokea nabii. Ati sasa tugoje ufunuo wa gurumo saba, ati kwa sababu gurumo saba ndizo zinahusu kuja kwa Bwana tugoje? Tayari ilifunuliwa wakati wa ujumbe wa nabii. Nafikiria ndugu dada, kama ilifunuliwa ni kumaanisha iko katika ujumbe. Ni wewe na mimi tupate kile ambacho ndugu Branham alifunuliwa katika ujumbe. Ujumbe. Mungu hupigana katika njia zote. Ataweza weka hilo jambo liwe ni future. Itakuwa sisi tuwe waaminio wazuri. Tumebatizwa. Tumemjua nabii. Gurumo saba zitafunuliwa. Lakini brother Branham anasema tayari zimefunuliwa. Unaona? Na haikuwa ifunuliwa na mtu mwingine. Ni yeye ndugu Branham. Mjumbe wa saba. Yangepewa siri ya gurumo saba. Mjumbe wa saba. Unaona? Mjumbe wa saba yangepewa siri ya gurumo saba. Alafu yeye anasema kitu kingine, usomee kwa huu ujumbe wa the unveiling of God, the unveiling of God, paragraph 274. Naona the unveiling of God, paragraph 274. Akiongea kuhusu mtu mwenye walikuwa wakiongea na yeye, akamuuliza swali. Anasema, and he said, huyo mtu akasema, he said, well then, them seven thunders, you see, say, wouldn't them seven thunders bursting out, wouldn't that be a revelation, be gift to some man? Ati na hizo gurumo saba zikitoa sauti zake, si huo ni ufunuo ungepewa mtu fulani? Alikuwa anamuuliza ndugu Branham. Ati hizo gurumo saba zikitoa sauti zake, si huo ni ufunuo ungepewa mtu fulani? Brother Branham akasema, I said no sir. It would be adding something to it or taking something from it. It's all revealed in there. And the seven seals opened up the revelation of what that was. Nasikia anasema asha,
si ufunuo ungepewa mtu fulani. Tayari alikuwa anamuonyesha nini? In other words, Brother Branham, tayari wewe umeongea kuhusu ngurumo 7. Ati wakati wake ukifika, huo ufunuo ungepewa mtu fulani. Ndugu Branham anasema asha. Unaona? Ati kwa sababu itakuwa kuongeza katika Biblia. Unaona? Ati tayari imewekwa wazi. Imewekwa wazi katika neno. So ufunuo wa ngurumo 7 uko ndani ya ujumbe wa nabii. Hivyo ndivyo wanatuambia. Ati na hiyo mihuri 7 iliweka wazi huo ufunuo. Unaona? In other words, utaweza jiuliza ni kwa nini ndugu Branham anasema itakuwa ni kuongeza. Mtu mwingine akija baadaye apewe ufunuo wa ngurumo 7 itakuwa ni kuongeza. In other words, awe na ufunuo wake wa kitu chenye anasema ati ndio ngurumo 7. Haingewezekana. Kwa nini anasema haingewezekana? Kwa sababu tayari neno linasema katika ujumbe katika siku za malaika wa 7. Pale tumesoma katika Ufunuo 10, atakapokuwa akihubiri siri ya Mungu itafanya nini? Itakwisha. Unaona? So mjumbe wa 7 ndiye angemaliza siri ya Mungu. Ya Mungu. So ni kumaanisha hakuna kitu kingine Mungu angeweza kufunua katika neno lake ingemaliza siri ya ufunuo wake. Na kama ngurumo 7 zinaongea kuhusu kitu Mungu angefunua, hicho kitu Mungu angefunua lazima angemfunulia mjumbe wa 7, kwa sababu wakati wa mjumbe wa 7 ndio ingemaliza ufunuo wa Mungu. So pakija mtu mwingine angekuwa na nafasi gani katika neno? Katika Biblia? Na kama hana nafasi katika Biblia, basi ni kuongeza katika neno. It is adding to the word. Ni kuongeza katika neno, na kuongeza katika neno sehemu yake inaondolewa katika kitabu cha uzima. Imesema mwenye ataongeza ama atoe sehemu yake itaondolewa. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. So in other words tunasema nini? Ufunuo wa ngurumo 7 ulipewa ndugu Branham. Amen. Okay. So uko katika ujumbe wa nabii. Amen. So ni wewe na mimi tupate ufunuo wake. Amen. Utaweza niuliza swali lingine tukiendelea, na ni kwa nini basi ikafichwa katika ujumbe wa nabii? Tungesoma hiyo nukuru, lakini Brother Branham nabii anasema kwa sababu wakati wake haukuwa umefika. Amen. Wakati wa kuja kwa Bwana ndio huu. Amen. Unaona? Amen. Kwa hivyo sisi ndio tuna haja ya kupokea huo ufunuo. Amen. Kwa sababu tunaishi wakati wa kuja kwa Bwana. Amen. Wakati ule ikafichwa kwa sababu ilikuwa na wakati wake. Amen. I wish I could get that quote, lakini sina wakati. Ningekusomea hivyo akisema Yohana akaandikwa sireta ya ifiche, usiyaandike. Ati hawana haja sasa, lakini watakuwa na haja wakati moja na itawekwa wazi wakati huo. Sasa sisi ndio tuna haja, na ndio sababu inawekwa wazi wakati wetu, kwa sababu sisi ndio tunajiandaa kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Amen. Unaelewa? Kienda polepole haya mambo utaielewa dada tu. Katika hali ya kutulia hiyo mambo utaielewa, hii mambo utaielewa. Amen. So Brother Branham anasema imewekwa wazi. Imewekwa wazi. Alafu usomee tena. Akasema haingepewa ufunuo wake. Ati mtu aseme mambo yake ati ni ufunuo wa ngurumo 7, haingewezekana. Haingewezekana. Kwa sababu hana nafasi katika Biblia. Hana nafasi katika Biblia. Utaweza niuliza swali tukiendelea. Okay. Naona? Utaweza niuliza swali tukiendelea. Na Waefeso 4 utaiona baadaye. Waefeso 4 inaongea kuhusu mitume, manabii, walimu, wainjilisti na wachungaji wakija. Na hiyo ndio huduma ya bibi harusi akihudumiwa. Unaona?
Lakini unaona, utaweza niuliza, na si hiyo ndugu Mwangi iko katika neno. Lakini unaona hapa inaongea kuhusu wengi, si mtu mmoja. Hakuna nafasi tena ya mtu mmoja katika neno. Mjumbe wa saba ndiye anakuja akiwa mtu mmoja, kwa sababu pale inasema apostles wengi, pastors wengi, evangelists wengi, prophets wengi, teachers wengi. Na ndugu Branham nabii anasema wao wakija watachukua neno lake la mjumbe wa saba, kwa sababu he is a prophet messenger. Yeye ni mjumbe. Watachukua neno lake warudie. Kwa hivyo huduma hizo 5 zikija, na ni mingi, si mtu mmoja. Unaona, si mtu mmoja, ni wengi. Kama ni apostle, ni wengi. Apostles, prophets, yote hapo ukisoma katika Waefeso 4 utaona iko katika plural. Apostles plural, teachers plural, evangelists plural, wengi, si moja. Sasa hiyo ndio nafasi yenye iko katika neno. Lakini hakuna nafasi ya mtu mmoja baada ya ndugu Branham mjumbe wa saba. So kama kuna mtu atakayekuja aseme ana ujumbe wa kurumo 7, ingekuwa ni kuongeza katika Biblia. Hiyo ni hatari, kwa sababu nafasi yake katika neno inaondolewa. Amen. Inaondolewa. Lakini ilifichwa ili bibi harusi apate ufunuo, ili Mungu ainue huduma mingi baadaye. Unaona? Na hizo huduma zirudi katika neno la nabii, ziletee bibi harusi ufunuo huo. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Unaona? Kwa sababu unaona Brother Branham katika huu ujumbe wa trying to do God a service without his will, trying to do God a service, jaribu kumfanyia Mungu kazi bila mapenzi yake. Unaona paragraph 71 anasema, someone said to me, mtu aliniambia, well now maybe someday the Lord, probably you see in visions, Brother Branham would reveal to you what these things are. We can all get closer to God and have more power than we get in speaking in tongues and things. Ati siku moja pengine ndugu Branham, wewe ukiona maono, Mungu atakufunulia haya mambo ni nini, ndio tuweze kukuja pamoja, tuwe karibu na Mungu na tupate nguvu zaidi kuliko kuongea na ndimi na mambo hayo. I said it can be that way. Ati ndugu Branham kama pia haiwezekani. Anasema cause I believe the word to be the truth. Ati angalia, ninaamini neno ni kweli, and the Bible said whosoever shall add one word or take one word from it, it has to be in this word. See? Unaona? Ati si kitu kitafunuka nje ya Biblia tena. Kilia? Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Si tumesema ndugu Branham mjumbe wa saba ndiye angeleta huo ufunuo, lakini hata yeye alifungwa na Biblia. Hangekuja na ufunuo wake wenye hangedhibitisha kulingana na Biblia. Amen. Hata huo ufunuo lazima ungekuwa katika neno. Amen. Otherwise hata yeye ingekuwa ni kuongeza na kuondoa, na kukuwa na nafasi kama hiyo kwake. Unaona? Whosoever shall add one word or take one word from it, it has to be in this word. Ati huo ufunuo ungekuwa katika Biblia. Anasema see, it is the mysteries that the people has overlooked. Ati ona ni siri zile watu wamepita bila kujua. Iko katika ujumbe, iko katika Biblia. Lakini kwa sababu tunafikiria ni kitu chenye hakijaandikwa, kwa hivyo tunaangalia kije, tunakosa kukiona katika neno. Amen. Tunakosa kukiona katika neno. So is the Brother Branham anasema it is the mysteries that the people has overlooked. So alitaka wewe na mimi turudi katika neno. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Wewe na mimi turudi katika ujumbe wa nabii, ili tuweze kwa neema ya Mungu kupata ufunuo wa kile ambacho kinaendelea katika wakati huu wa kuja kwa Bwana. Tupate ufunuo wake. Yuko pamoja? Amen. Tuko na nyinyi. Unanielewa? Amen.
Bwana Yesu Kristo asaidie. Na kumbuka hapa ndipo kuna imani ya unyakuzi. Amen. Na tukaona wakati mwingine ndugu Branham akisema, na hapo ndipo hata kuna uhai wenye unakuwezesha usimame ukiwa Mkristiano wakati bila kuchoka, wasiwasi, shaka, huzuni zile zinakujaga katika maisha. Uwe mtu mwenye anaendelea katika nguvu ya Bwana kwa sababu una ufunuo wake. Unaona dada, ndugu, ukitaka kuondoa kupigika na kukaa katika hali ya kushangaa na kushtuka, hauelewi kukaa katika hiyo huzuni, oja asali hii, kunywa maji haya kutoka kwa hiki kisima. Utashangaa vile maisha yako yatabadilika. Utashangaa vile utachangamkia mambo ya Mungu. Kwa sababu huenda ikawa hamjaoja, maybe I don't know, lakini ukioja hiki kisima utashangaa kila siku inakuwa jipi. Fikiria Bwana Yesu Kristo akileta ufufio katika maisha yako, akikuongoza katika mapenzi yake, akikuinua in heavenly places in Christ Jesus, mbingu za juu pamoja na Kristo. Unakuwa mtu tofauti. Wewe tena si mtu wa mwili, lakini wewe ni Mkristiano. Ile dunia inazama katika dhambi, wewe ufutwi nyuma katika hayo mambo, lakini wewe unainuliwa kama safina ya Noa. Amen. Fikiria kidogo. Kiendelea hiyo safina ya Noa, by the way, unajua gharika ingekuja, maji ingefurika, mvua ikaendelea, kama vile shaka na matatizo na hali ya dunia na dhambi zake. Unajua siku hizi watu wanakimbia mashaka, shida, kutafuta nini, pesa, utajiri, maendeleo, nini, marafiki. Soma huu ujumbe unaitwa, nabii anasema rating of the pressure, toa pressure. Utakuta kumbe watu wanakuaga hivi siku hizi, hivi mawazo ya watu iko katika mambo ya mwili, aendelee, anenepe, akule, hiyo. Na utashangaa ni namba ngapi hapa saa hii. Hiyo ndio tu unaamka na unalala. Wacha nikwambie, utaachwa katika hizo hali. Lakini ona safina ya Nuhu, vile maji inajaa, ingeinuliwa tu juu. Haleluya. Fikiria, na Nuhu akiwa ndani ya safina katika usalama wake, maji ingekuja ya gharika, alafu safina inainuliwa juu, angepumzika kule juu. Hivyo ni kusema nini? Ikiwa ni mfano wetu wewe na mimi, wewe ukiwa umeoja hiki, ukiwa na huo uhai ndani ya moyo wako, mashaka ya dunia, hali za shida za dunia, kuyubayuba haileti huzuni. Wewe uzami, ukwaziki, uchoki, ukai kama mtu mwenye lakini unainuliwa, unakaa katika raha, starehe ya Mungu, kwa sababu wewe ni Mkristiano. Wakati mmoja utakuja kujua hili, nakwambia ni kweli. Lakini pole sana, huenda ikawa utachelewa. Kwa sababu kumbe ulisumbuka na mambo ya dunia. Kumbe ulijikwaza ukitafuta ukakosa kushughulikia mambo ya Mungu. Ya Mungu. Kidogo nimeondokea hii, nitairudia. Unaona? Wakati mmoja nikuonyesha katika Biblia kitu cha ajabu. Wakati mmoja Bwana alikuja kutembea kwa kina Mary na Maritha. Tunasomaga hivi. Akakuja kutembea. Maritha alikuwa mtu wa shughuli. Kupikwe nini? Bwana atakula nini? Sahani hazijaoshwa. Hizo shughuli katika makanisa utakuta na akina dada, pengine hata wadugu. Shughuli tu, mambo ya kanisa. Twende tukatembelee fulani. Twende tukafanye nini? Hizo shughuli. Alafu ukija hapa hata usikizi kitu. Neno linakupita tu kwa sababu ya mipango na shughuli. Jesus. Kidogo tu ukiwa na shughuli yenye hata haina faida kiroho, unakuta hata uwezi ukakumbuka ushirika. Ninawaambiaga hapa, hizo shughuli fanyageni weekdays. Ni nini cha muhimu kuliko neno la Mungu? Hallelujah. Ni nini cha muhimu hasa kuliko neno la Mungu? Ndio dada, ndugu, uende ukashughulike mambo ya mwili yenye hata haikufaidi. Amen. Unaona? Tumepewa Monday mpaka
Saturday tufanye kazi zetu, Sunday tuje pamoja kwa ajili ya ushirika. Unaona? So Maritha alikaa hapo. Hata hakuwa na nafasi. Kwa sababu lazima hao wageni wakule. Lazima sahani jikoni. Kwa pale Bwana walikuwa wamekaa. Alafu akachoka kwa sababu kazi ilikuwa mingi na hakuna mtu anamsaidia. Akakuja akaangalia dada yake Mary. Akashindwa, na Mary yuko wapi? Sherehe muhimu namna hii, Mary yuko wapi ashughuliki? Na huyu ni Bwana amekuja tumpikie, tuwalishe wageni wake. Akakwasika. Akakuja akaangalia akipita, akaona dada yake amekaa miguuni kwa Bwana. Anasikiza neno. Amen. Haleluya. Akakuja kwa Bwana akiwa amekasirika. Akamwambia, Bwana huwezi pia huyu akuja anisaidie? Angalia amekaa tu hapa. That's right. Unajua Bwana alimwambia nini? Alimwambia, Maritha, wewe ushughulikaga na mambo mingi yenye si ya maana. Ate huyu Mary amejipatia kilicho muhimu. Naona ajabu. In other words, Bwana alikuwa akimwambia nini? Hata kwa kukikosa kulwa na huyu apate neno la uzima. Ni nini cha muhimu kuliko hicho? Amen. Hallelujah. Enda soma katika Biblia utaona hiyo. Amen. Maritha, wewe ushughulika na mambo isiyo ya maana. Na wacha nikwambie, wakati huu tunaishi na wewe ni kitu kimoja tu cha maana. Ni ujue kwa mambo ya kuja kwa Bwana na uwe tayari kwa ajili ya kuja. Biashara zako, mambo yako, wachana naye, haitakusaidia. Na mimi ninakwambia kama mtumishi wa Bwana, kwa sababu chelewa hii ndio itafanya ukose. Wakati mmoja unaona Bwana alikuja na hasira kwa ajili ya dhambi yenye ilikuwa imefurika Sodom. Kweli. Akakuja na hasira na akaambia rafiki yake Ibrahim, nitawamaliza wote. Na si alifanya hivyo, alifanya hivyo. Lakini bibi ya Ruth, kwa sababu alikuwa amekaa huko starehe zao na umuhimu, ni watu mashuhuri, wenye sifa, na walikaa kama ni watu wa Mungu sababu ya vile walijiongoza, walijiendesha. So wakati Bwana alimwambia tokeni, hii yote nitamaliza, huyo bibi hangetosheka akienda. Kwa sababu alifikiria vitu zangu zote, mipango yangu yote, marafiki zangu zote, na vile nilikuwa na sifa na nikiendelea mzuri miongoni mwa watu, hiyo yote niiwache. Bwana hakuwa na mchezo. Wakati alifanya kitu namna hii, sijui ilianza kwa miguu ama kwa kichwa, hawa kichumvi, kibabe kikubwa cha chumvi. Kaa hapo. Biblia inasema mpaka wale. So ninasema nini kwa kifupi? Una wakati dada, ndugu, unatakiwa upate ufunuo wa nini kinaendelea. Haleluya. Amen. Wacha hizi shughuli na hivi zikikwaso. Kukula na kukunywa mpaka lini? Kuvaa mpaka lini? Maendeleo ya dunia mpaka lini? Na kama hujatajirika, utatajirika kweli? Nitatajirika. Kama mimi sasa nijidanganye nitatajirika, si niwaachie wale watatajirika watajirike. Ama shughuli za kidunia. Unajua mimi kama mchungaji ninakaaga hapa nikikuangalia. Lakini ona, jua leo kuna kitu muhimu chenye unatakiwa ushughulikie. Na ni huu uzima. Kama hauna ufunuo, utafute Bwana akupe. Utafute. Gumu sana uambie wengine si ufunge siku moja utafute uso wa Bwana. Hajui hiyo story unamwambia nini? Afunge, akose kula. Ama shughuli mingi. Ikilia, unaona mtu hata akiwa na nafasi katika kazi zake, huwezi kutafuta Bwana. Wiki inaanza inaisha. Acha nikuulize dada, ndugu. Na zile shida zako zitaisha lini? Utaweza niambia, unajua ndugu wangu mimi sina shida. Hiyo ni kujidanganya. Yes my Lord. Kwa sababu kama ungekuwa tayari tungesaidiana wale tuko chini kiroho. Lakini ona, imani hii hujengwa
na maombi na kuwaza kuhusu yale Bwana anasema katika neno lake. Kwa hivyo tenga wakati katika maisha yako, pima yale ambayo ni ya dunia hii, uone kama yatakusaidia, na kama yatakusaidia Bwana kwa awe na njia yake kwake. Nitasema amani ya Bwana kama itakusaidia, lakini ilisaidia bibi ya Ruth? Haikumsaidia. Na Bwana alikasirikia hiyo, kwa sababu kama hakukasirika hangembadilisha. Hao malaika walikuwa wamesema songa mbele usiangalie nyuma. Kama ingesaidia Maritha, Bwana angemnyima. Angeambia Mary, kweli enda saidia. Nenda saidia Unaona? Mimi ninakwambia wazi. Amen. Unaona mimi ninyamaza. Lakini mambo mengi sana hapa tunafanya haina maana. Kweli. Kwa sababu tunaifanya badala ya kutafuta Mungu katika maisha yetu. Amen. Sisi ndio tumepata haya kwa neema ya Bwana. Hallelujah. Sisi ndio tunatakiwa tushughulikie haya kikamilifu. Amen. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ukienda nyumbani waza kuhusu kile ninasema. Inasema Nakwambia. Cause, ona, huenda ikawa tumechelewa. Huenda ikawa tunahitaji imani. Na ngoja, kitu kimoja cha ajabu sana ni Mungu atusaidie. Amen. Atusaidie. Ataweza lete kundi kama hili alafu akose hata mmoja. Oh my. Kitu kana hapa. Oh my. Kitu kana hapa inawezekana. Oh my. Alisanya milioni 2 akawatoa Misri, alafu waangamie wote, si waliangamia? Kweli. Kabaki na Joshua na Caleb. Watu wawili. Fikiria. Mabilioni na mabilioni wakati wa Nuhu, watu yake wamcha Mungu. Walizama wote. Kweli. Kabaki Nuhu na watoto wake. Watu nani? Brother Branham alihubiri huu ujumbe anaita 1 in a million. Moja kwa milioni moja. Mungu ni wajia zake. Don't underestimate him. Usiwaze tu mambo yako ya kidini. Tafuta Mungu. Amen. Uwe tayari. Uwe una ushirika wa mtu ambaye unajua katika maisha yako, unamjua kabisa. Acha nikwambie. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Unaona? Akajiweka wazi wakati wa Cleopas. Akajiweka wazi wakati wa Cleopas ili wamjue. Someday the Lord, probably you see in visions, Brother Branham, will reveal to you what these things are. We can all get closer to God and have more power than we get in speaking in tongues and things. Ati siku moja wakati anasema ati haya mambo siku moja, ndugu Branham, wewe ukiona vile unaonaga maono itawekwa wazi kwako, ndio tumkaribie Mungu na tuwe na nguvu kuliko vile tulivyo. Akasema it can be that way. Haiwezekani, because I believe the word to be the truth, and the Bible said whosoever shall add one word or take one word from it, it has to be in the word. See, it is the mysteries that the people has overlooked. Ati inatakiwa iwe katika neno, isiongezwe. Hata yeye hangeongeza, kwa sababu mjumbe wa 7 akiwa mjumbe wa 7 angeona ufunuo huo na ulingane na neno lenye liko kabibilia wakati wake. So gurumo 7 zimefunuliwa. Unaona Brother Branham akisema hivyo. Unaona zimefunuliwa. Unaona Brother Branham akisema hivyo. Sikiza, katika huu ujumbe wa the Feast of the Trumpets, kitu muhimu hapo ametoka kutuambia, it is the mysteries that the people has overlooked. Amen. Ati siri ya gurumo 7 ni siri zenye watu wamepita tu katika neno. Amen. Katika neno. Ni gumu sana uambie mtu ati gurumo 7 ni Bwana. Atasema hiyo tu. Lakini ni kweli. Amen. Ni Bwana akijiweka wazi wakati huu. Kweli. Katika Feast of the Trumpets, karamu ya tarumbeta, paragraph 20. Brother Branham anasema, now someone said, ati mtu aliniambia, well, that's 7 seals then, Brother Branham. Ati
Sasa hiyo ni mihuri 7 ndugu Branham, that will be revealed in the last days, yenye itafunuliwa siku za mwisho. Some great mystery how we get closer to God, ati siri kuu yenye itatusaidia kuja karibu na Bwana. No sir, it can't. Akasema haiwezekani. Whosoever shall take one word from this Bible or add one word to it, his part will be taken from the book of life. Kwa sababu mwenye ataongeza katika hii Biblia ama aondoe sehemu yake itaondolewa katika kitabu cha uhai. Sikiza, what it is a revelation on what has been missed back there. Ati ni ufunuo wa kile ambacho kimekosa kule nyuma. It's already wrote here. Ati tayari imeandikwa. It's in here. Iko hapa ndani. It's to reveal what's already been written. Ati ni kuleta ufunuo wa kile ambacho tayari kimeandikwa. Because you can't add one thing to it or take one word from it. Kwa sababu hauwezi kuja na ufunuo wako wenye utaongeza ama utoe katika neno. Sikiza, anaendelea kusema, and in the last chapter of Revelation, Jesus himself, the same God, said, whosoever shall take one word out or add one word to it. Ati Bwana alisema katika kitabu cha Ufunuo, ati mwenye ataongeza ama atoe neno moja. Anaendelea kusema, this is the complete revelation of Jesus Christ, and the seven seals had the mysterious head of what it all was. Ate hii, sikiza, hii Biblia, neno la Mungu, ndio ufunuo mkamilifu wa Bwana Yesu Kristo. Na mihuri ya 7 ili kushikilia huo ufunuo. Yaani hii ikiwa inamfunua Bwana. Neno lake. Nikimfunua yeye. Alafu ndio watu wasijue inatiwa mihuri 7. Kwa hivyo kama tukiendelea, kile ambacho ndugu Branham anatuambia hapa, kilicho muhimu ni kupata huo ufunuo wa Bwana katika neno lake. Na hiyo ndio ilikuwa maana ya mihuri hiyo 7 kuwekwa wazi. Hiyo ufunuo wa Bwana utupokee. Kwa sababu ona, si tungeweza kusoma hata wakati kabla ya mihuri 7 kufunjwa, watu wangesoma Biblia. Si kulikuwa na madhehebu. Kwa nini hawakuweza kumjua Bwana? Kwa sababu hawakuwa na ufunuo wake. Hawakuwa na ufunuo wake. Na by the way, fikiria, madhehebu ni watu wa aina gani? Ni watu wanaongea kuhusu Mungu wenye hawana ufunuo wake. Oh, Yesu, lakini hawana ufunuo. Hawana ufunuo wake. In other words, hawajui yeye ni nani. Haya. Na hiyo shida sitaweza tupata hata sisi. Ndio. Tuongee kuhusu Yesu wenye hatuna ufunuo wake. Kanisa lenye halina ufunuo wa Bwana wakati huu wanategemea Mungu wa nabii. Lakini Mungu wa nabii atakuwa wa maana tukiwa na ufunuo wake. Ati tunamjua. Amen. Tunamjua. So tunajua Mungu wa ndugu Branham. So hiyo itakuwa na maana, kwa sababu kumjua yeye, neno linasema ni uzima wa milele. Haisemi kujua neno, haisemi kujua nabii, inasema kumjua yeye nani Bwana ni uzima wa milele. So Bwana lazima angejifunua katika neno lake ili bibi harusi amjue. Ndio kusema kama bibi harusi angetaka uzima wa milele, lazima Bwana angejifunua katika neno lake. Na ni neno gani tunaongea juu yake? Ni ujumbe wa nabii. Unaweza niambia si ujumbe wa nabii tayari umefunuliwa, lakini yeye mwenyewe amesema imefichwa hapo ndani katika neno lake. Ate imefichwa hapo ndani. Kwa hivyo ndio uipate, ndio niipate, lazima aiweke wazi. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. So anaendelea kusema, okay, this is the complete revelation of Jesus Christ, and the seven seals had the mystery head of what it all was.
ati hii ndio ufunuo mkamilifu wa Yesu Kristo. Na ngurumo na mihuri 7 inaficha asili ya hiyo ni nini? And it's supposed to open it in the last day. Okay? Ati na ilikuwa ifunuliwe katika siku za mwisho ama siku ya mwisho. At the Laodicean age. Kisasi cha Laodicea. At the end of time. Wakati wa mwisho wa wakati. Nasikia ingefunuliwa wakati huo. Kisasi cha mwisho Laodicea, mwisho wa wakati. Na tuliona muhuri wa 7 ndio unamaliza wakati. So wakati wa muhuri wa 7 hiyo ingewekwa wazi. Sikiza, anasema thanks be to God. Ati mshukuru Bwana Mungu. That finishes the message to the church. Hiyo inamaliza ujumbe kwa kanisa. Bwana asifiwe. Hiyo inamaliza ujumbe kwa kanisa. That finishes it. Hiyo inamaliza ujumbe when they look back and see what has been. Wakati wataangalia nyuma na waone ni nini kimekuwa kikifanya nini? Kikiendelea. See where it's all brought up to. Waone inaelekea wapi, imetoka wapi na inaelekea wapi. Anasema that finishes it, the age of the church. Ati hiyo inamaliza kisasi hicho. Amen. Ufunuo huu ungekuja umweke wazi. Uone kule ametoka na kule yanaendelea. Tu ng'ang'ane na shida zetu. Mungu atatusaidia. Mungu atatuhurumia. Unaona? Huenda ikawa sisi ndio tutashika mkia, lakini bora tuingie katika hiyo harusi ya mwana kondoo. Hiyo ndio ya maana. Amen. Lakini kama tungekasa mwendo, tuweke bidii, tungekuta tukiwa watu wenye sifa. Lakini tukijikwasa na kukwama kwa mambo ya dunia ya mwili, na ujumbe wa Mungu unakuja. Kusema kweli, Brother Branham amekuja na ameenda. Unaona? Na yale Mungu alifanya makuu kudhibitisha ate huo ni ukweli wa neno lake. Lakini sisi hatuwezi toka katika mwili. Ole wetu kama bibi ya Rutu. Ole wetu kama Maritha. It means we were not worthy. Oh my. Namaanisha hatukustahili. Oh my. It is very true. Na kama Mungu ataweza kuja kwetu katika hii njia na tukose kusimama kidogo tuwaze juu ya hiyo, twende magotini tumuulize swali, hakuna tofauti yetu na Laodicea. Very true. Kuna tofauti kabisa. Yes sir. Na hakutakuwa tofauti na wale wanakataa na sisi wenye tunasema tunaamini lakini hatuishughulikii. Kuna tofauti. Brother Branham akahubiri ujumbe wa convinced then concerned. Amen. Ati ukishawishika hiyo ni kweli, unabeba mzigo wa moyo wako. Amen. Amen. Unaona hayo? Mambo mazuri, ni dawa nzuri ukikunywa ndani. Ni kweli. Itakusaidia. Amen. Ili najua kuna bibi harusi hapa. Amen. Hallelujah. Wengine mmoja ama wawili, watatu. Oh my. Lakini ako ningetaka pesa niza siku. Sasa kama umesema ni wawili ndugu, wewe mmoja, nani anakuambia? Si huenda ikawa mimi ndio Biblia ndugu Bwana anasema nitaweza hubiri alafu ipo. Kwa sababu after all kuhubiri, si nikusema yale ninasema, kuishi ndio mlima. Nami lazima nikangane. Kwa sababu haya mimi nimeona ni kweli. Neno la Mungu limewekwa wazi. Ninashuhudia kile ambacho ninajua ni kweli. So nami lazima nishughulikie nafsi yangu. Sitaki kujidanganya, sitaki kukwasika na kuhuzunika na hiyo mambo yenye inafunga watu. Hiyo si yangu. Mimi ni Mkristiano. Ninatakiwa niinuke juu ya hayo mambo. Amen. Niwe na amani ya Mungu ndani ya moyo. Niwe sina shida. Yangu ni kumtafuta Bwana. Amen. Naona wakati yule mama alikuja na mtoto, alitaka aombewe. Mtoto alikuwa mgonjwa. Mtoto alikuwa karibu anakufa. Akaja kwa Bwana na alikuwa mmataifa. Akaja kwa kumwambia Bwana, Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Mtoto wangu anakufa. Na huyu ni mtu mwenye aliageamuka na rara akioponya watu. Hata hakumuongeleza. Alikaa tu kimya. Akakuja akaanguka hapo mbele yake, Bwana nisaidie. Bwana hata hakumwangalia. Mpaka hata wanafunzi wakakwasika. Akamwambia,
akiteseka hivi, si umjibu, mwambie aende kwa kama hutaki kumsaidia. Bwana akamwambia siwezi chukua mtoto ya mkate ya watoto ipee mbwa. Akamuita mbwa waziwazi akisikia. That's right. Ipee mbwa. Mkate ya watoto. Huyo mama hakuwa na shida. That's right. Hii lazima wanafunzi walishtuka. Yeah. Bwana alikaa hapo. Hakumeza hiyo maneno, alikaa hapo. Kweli. Mbwa. Kwa mama hakuwa na ubaya. Lakini alikuwa mmataifa. So mama naye akajibu positive. Glory be to God. Hakutoka na hasira na vikwazo. Sema Oh my. na wengi wetu tunafanyaga hivyo. Kweli. Tunabeba kimsigo. Kama kweli. Hata pengine unasema hapo sitarudi. Kama mimi. Bwana alijali na huyo. Alijali. Aliendelea na biashara yake. Kweli. Wakati mama alisikia mbwa, akasema ndio bwana, umesema ukweli. Amen. Lakini hata mbwa kula ile kidogo kidogo itaenda chini ya meza. Naona bwana akamwangalia akasema kwa msemo huo mtoto wako amepoa. Fikiria, haikuwa wakati wa kupea watu wa mataifa. Na watu wa mataifa wanafananishwa na mbwa. Si unaona hata kale mwenye anasimamia bibi harusi, ukienda kwa dictionary utafute kale unakuta inamaanisha mbwa. Kweli. So mimi na wewe sisi ni mbwa. Oh my. Lakini ona, huyo mbwa alitengewa wakati wa kukula mkate. Kale mbwa ndio alirudi ufukio katika nchi ya Kanaani. Akashinda Waisraeli wenye walikuwa na damu ya Yakobo katika miili yao. Hallelujah. Amen. Wote waliangamia nyikani. Amen. Kale mwenye alikuwa mbwa akarithi ufufio. Uliona alirithi mlima Hebron. Pale akina Abrahamu walikuwa wamezikwa. Pale akina Sara waanzilishi wa hilo taifa walikuwa wamezikwa. Alirithi kikao yake. Kale unaona sasa, na huu ni wakati wa bibi harusi. Mbwa mwingine wakati wa bibi harusi kupata ufunuo ndio ajiandae kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Unaona? Na hii itawacha wengi. Wengi. Kama wanasema ikija hapa juu pyramid naionyesha hivi. Ikija pale juu unaona? Hii wakati wa Efeso ilikuwa kubwa. Ephesus ilikuwa kubwa, wengi wangeingia. Lakini ikifika ni hapa juu kwetu, unaona? Oh my. Ni wachache. Kweli. Bride. Ni wachache. Kweli. Unaona, ukilinganisha hii, chukua hii uchore ulete hapa na hii ulete hapa, utakuta wao watakuwa wengi. Sisi ni mmoja. Udini ndio mwingi hata wa ujumbe. Kweli. Nilisikia brother Branham pale asubuhi akituambia kaka. Alikuwa anatuambia nini? Alikuwa anatuambia tutaweza kuwa umehesabiwa haki lakini haujatakaswa. Kuhesabiwa haki ni wakati unaamini kutoka katika moyo wako, katika moyo wako umeamini na umeingia kwa maji umebatizwa. Kweli. Lakini unatutambia tuamini. Oh my. Hizo tabia za dunia ni kwa mtu mwenye hajataka Takaswa. haijaondolewa ndani yake. Kwa mwenye amehesabiwa haki kwa kuamini, hatua ya pili ni kutakaswa. Amen. So Bwana akuoshe au Amen. Hallelujah. Ndoe. Amen. Yes, my Lord. Naona
sanctification. Amen. Alafu hatua ya 3 ni Roho Mtakatifu akija. Amen. Uhai huo. Amen. Sasa huyo ni Mkristiano. Huyo kabisa hawezi kosa. Amina, hawezi tenda dhambi. Amefunguliwa kutoka mwili na mambo yake. Amen. Huyo atafuata neno usiku na mchana, kufa kupona, kwa sababu amebeba uhai wa neno ndani ya moyo wake. Unaona hiyo hatua ya 3. So nabii alikuwa anasema hatua ya kwanza ni kuhesabiwa haki. Utaweza hesabiwa haki lakini uwe haujatakaswa. Naona hizo matabia katika maisha yako. Haya, anasema utaweza takaswa lakini hujajazwa na Roho Mtakatifu. Uwe mtu mzuri, dada mzuri, ndugu mzuri, hana ubaya, watu wanamsifu, lakini hauna ufunuo wa Mungu. Kweli. Hauna uhai wakati huu. Unategemea vitu zenye zilipita. Ndugu Branham, napewa Mungu, zile vile tulikuwa madhehebu, nikabatizwa. Hiyo haiwezi kukusaidia. Kweli. Amen. Huko ni kule tulitoka. Amen. Tulitoka. Hatutakiwi tukwame hapa. Tunatakiwa tusonge mbele. Tupate ahadi yetu. Amen. Hii ni safari tunaenda. Amen. Unaona? Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. So hatari ni kujipima. Uone wewe ni mtu mzuri, hauna ubaya na watu, unaendelea vyema. Watu wanasema huyu ni Mkristiano, lakini hauna nini? Hauna ufunuo. Oh my. Hivyo ni kusema moyo wako hauna uhai. Oh my. Hivyo ni kusema wewe unakuja tu kanisani, haumjui Bwana. Kwa sababu Bwana anajifunua sasa, si jana, leo. Amen. That is so. Umjue leo, ni mjue leo. Hallelujah. Amen. Tusidanganyike na hizo hatua. Kama nimehesabiwa haki kwa kuamini, nikaingia kwa maji nikabatizwa. Nisonge hatua ya kutakaswa. Nielewe hayo mambo. Kimo cha Kristo kijengwe. Amen. Unaona? Alafu Roho Mtakatifu akuje. Amen. Unaona? Uhai wa ufunuo unatuongoza katika kujenga kimo. Amen. Huyu mtu hana shughuli zingine isipokuwa mambo ya Mungu katika maisha yake. Oh yes, my Alafu Lord. tunasonga mbele katika kutiwa Mungu wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya mabadilisho. Amen. So hatua moja inaleta nyingine. Hiyo nyingine lakini tusikome kwa moja, hata kama ni mzuri namna gani. Tusijidanganye. Amen. Lazima tuwe watu wenye tunaenda magotini kumuuliza Mungu swali, tunamswali, tunamuuliza swali, kwa sababu tungetaka kuwa sawa siku ile tunaishi, tuwe tuna ushirika na Bwana mwenye ako hai, ako wazi wakati wetu. Amen. 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 Sasa niambia Mungu unasema hivyo kwa nini? Unaona ndugu Branham, wakati aliona hao wasichana bibi harusi wamepita yeye wakienda, anasema aliona wakitoka nje ya mstari. Anasema kaa kwa mstari, usitoke. Ati alitoka kwa ono, ameweka mkono hivi akiwa mkali, kwa sababu kama aliona wanayuba yuba, sisemi tunayuba yuba, lakini sauti ya kutukanya, sauti ya kutuweka katika mstari itakaa ikirudia, kwa sababu Bwana angetaka tumalize hii safari tukiwa washindi bila kujikwaza na mambo yenye hayafai. Amen. Mambo yenye hayafai. Amen. Yeye anasema tukiangalia tuone hiyo inamaliza ujumbe. Wakati tunaangalia nyuma tunaona vile ilikuwa and see where it's all brought up to, that finishes it, the age of the church. Na tuone kule inaendelea. Hiyo itafanya nini? Itamaliza kisasi cha kanisa. So what are we saying? Basi ngurumo 7 zimefunuliwa, ndio. Nimesoma na wewe brother Branham akisema katika hizo nukuru zimefunuliwa. Okay, swali lingine sasa, what are they? Zilikuwa nini? Ama ngurumo 7 hasa ni nini? Kwa sababu tuliona ndio iko katika Ufunuo 10. Tuliona ndio ile ndugu Branham aliwekewa wazi. Kwani basi ngurumo 7 ni nini? Kwanza tumeona zilifunuliwa, ndio. So hatungoji ifunuliwe.
zilifunuliwa Kweli. ikafichwa katika neno la nabii. Sasa tupate huo ufunuo. Amen. Haya basi, na ni nini? What wale? Ni nini basi? Ni nini? Sikiza. Ni ufunuo wa Bwana vile alipigwa picha katika wingu. Ni ufunuo wa Bwana. It is the revelation of Jesus Christ as photographed in the cloud. Ni ufunuo wa Bwana vile alipigwa picha katika wingu. Huyu ndiye gurumo saba. Gurumo saba ni mtu. Gurumo saba ni Kristo. Wakati huu ndiye huyu gurumo saba. Unaona? Acha nidhibitishe hiyo. Brother Branham anasema nini? Anasema kiko kweli. Acha nikusomee kitu hapa. Kumbuka nianza kwa kuangalia huyu malaika mkuu. Nilisoma kisha nikaona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni amevaa wingu. Tukachukua muda kuangalia huyu malaika mkuu ni nani, tukaona ni Bwana. Alafu tunafuatilia tu. Yeye ndiye gurumo saba. Brother Branham amesema kitu hapa. Anasema hivi. Katika huu ujumbe wa Christ is the mystery of God revealed, Kristo ni siri ya Mungu imefunuliwa, page 33. Brother Branham anasema hivi. The reason that was such a tremendous thing that he spoke of it here and showed those 7 thunders, and Rook and Life magazine there picked that circle of crowd of right. Nasikia yeye amesema ati the reason, akieleza the reason that was such a tremendous thing that he spoke of it here and showed those 7 thunders, and the Rook and the Life magazine there picked that circle of crowd of right. Ati akaonyesha hizo gurumo saba, na hiyo magazine ya Rook ikashika hiyo wingu. Amen. Kwa hivyo hii wingu na ngurumo Bwana. Amen. Nafikiria just imagine, fikiria imefichwa mpaka karibu sasa bibi harusi anaondoka, na watu hawajui, watu hawajali, watu hawashughuliki, wanaenda makanisani, wamebatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, wamemjua nabii, lakini hawashughuliki, wamejikwaza na kujifunga na mambo yenye haina haja. Na huyu ni Kristo. Amen. Oh my. Fikiria. Oh my. Na kama huyu ni Kristo, fikiria vile tunatakiwa tushughulikie hiyo jambo, kwa sababu huyu ndiye alituokoa, na sasa huyu ndiye anatupokea na hatumjui. Na unaona kawaida yake, hiyo ndio tabia yake. Unaona alikuja kwa Israeli, na yeye wao ndio walikuwa wanagoja Messiah. Generations after generations wakakufa wakigoja Messiah, na Messiah akakuja kama vile alikuwa amesema. Hakuna hata neno moja lilikosa. Kuzaliwa na bikira, kuzaliwa katika holi ya ng'ombe, kuzaliwa kule Bethlehem, yote ikatimia. Messiah akakuja, na karibu Israeli wote hawakumjua. Mafarisayo na Masadukayo, wakuu wa dini, wale waliamuka na wanalala na hizo scrolls wakisoma, hawakumjua. Ni kwa sababu yeye hujifunua kila wakati. Yeye hujulikana kwa ufunuo. Ikifika ni wakati wetu, sisi ni watu wa kanisa, sisi ni watu wa tunaenda makanisani, mpaka sisi wenye tunamjua nabii waache madhehebu, lakini yeye amejificha tena. Ndiye huyu mwenye, hii ni jambo lenye lilifanyika kule nyuma 1963. Hiyo 1963 nilikuwa na mwaka mmoja. Na sasa inafika wakati kuja kwa Bwana, yeye mwenyewe ni kama amekamilisha kazi na hajulikani. Bado tunang'ang'ana na makanisa na mawazo yenye haitusaidii.
Lakini Brother Branham anasema hivi, at show those 7 thunders. Naona the reason that was such a tremendous thing that he spoke of it here and showed those 7 thunders, and the Rook and the Life magazine there picked that circle of Crown of Right. Rook magazine ikashika hilo wingu there that they could not understand, lenye hawangeelewa linamaanisha nini. Don't know it yet, hata sasa hawaelewi teri. Na iliniambia, unaona, go there and wait for those mysteries to be revealed. Na iliniambia niende kule nigoje hizo series ziwekwe wazi. Unaona? Amen. So hilo wingu na ngurumo 7 ni kitu kimoja. Kumbuka, ni ngurumo 7 ni nini? Ni Bwana Yesu Kristo wakati huu. Acha nikusomee Brother Branham akiendelea kusema kuhusu hilo jambo. Yeye anasema nini? Okay. Huu ujumbe wa what is the attraction on the mountain? Ni nini kinavutia kule mlima? Unaona? Ni nini kinavutia? Paragraph 148 anasema what's happened upon Mount Sunset? Ati ni nini kilifanyika katika mlima Sunset? Najua mlima Sunset huko, hiyo eneo ndio hii ilipigwa. Ati ni nini kinavutia huko katika mlima Sunset? God confirming his word. Ati ni Mungu akithibitisha neno lake. That's what all this noise is about. Hiyo ndio sababu ya hii kelele yote. Notice, atiangalia, it is God fulfilling his promise to word again. Revelation 10:1-7. Ati ni Mungu akithibitisha neno lake tena. Ufunuo 10:1-7 pale tulisoma. Kisha nikaona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, amefanya nini? Amevaa wingu. Ati ndio hii ilifanyika kule mlima Sunset. Amen. So hiyo tukio katika mlima Sunset ilikuwa ya kutimiza Ufunuo 10:1-7. Amen. Bwana akishuka katika wingu kwa ajili ya kumwandaa bibi harusi. Unaona? Brother Branham anaendelea kusema, and in the days of the sounding of the 7th message, the mystery of God should be finished. Na katika siku za kutangazwa kwa ujumbe wa 7, siri ya Mungu inakwisha. So siri ya Mungu ilikwisha wakati yeye aliwekwa wazi akishuka. Hallelujah. Ikakwisha. Brother Branham anasema, sikiza, the hidden mystery of Revelations 10:1-7 ni siri yenye ilifichwa, fumbo yenye ilifichwa ya Ufunuo 10:1-7. The last message to the last judgment. Na hiyo ndio ujumbe wa mwisho kwa kisasi cha mwisho. Hakukuwa kuwe na ujumbe mwingine. Unaona kilele chake ni wakati bibi harusi anamjua katika Ufunuo. Hicho ndicho kilele chake. Unaona? Brother Branham anasema fulfills exactly in this age, Luke 17:30, the day when the Son of Man shall be revealed. Ati inatimiza wakati huu Luka 17:30. Na Luka 17:30 inaongea kuhusu nini? Kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Kwa hivyo mwana wa Adamu mwenye alimtumia Brother Branham, najua yeye alikuwa mwana wa Adamu, Kristo. Mwana wa Adamu mwenye alimtumia ndugu Branham ndiye huyu ngurumo 7 anafunuliwa katika maandalizi ya unyakuzi. Ndiye huyu. So hakuna tofauti ya mwana wa Adamu na ngurumo 7. By the way, unajua utaweza sema, oh, mwana wa Adamu, the word, the Son of Man. Atistaki mambo ya ngurumo, hiyo ni mafundisho. The word, the Son of Man, hiyo ni kujidanganya tu. Mwana wa Adamu na ngurumo 7 ni kitu kimoja. Na zaidi ya yote, mwana wa Adamu akiwa ngurumo 7 ni wakati anakuja kwa ajili ya wadau nyakusi. Amen. Kwa hivyo 7 thunders ni title wamechukua. Ni vile wamejiita. Kweli. Ni vile amejiita ngurumo 7. Mwana wa Adamu ni nani? Ni yule mwenye alimtumia nabii. Ni Mungu wa manabii. Ndiye alimwezesha kujua siri za mioyo. Ndiye alimwezesha
akamwezesha kujua shida ya ugonjwa wao na akawaponya. Ndio alimuonyesha hayo maono mwana wa Adamu akimtumia nabii. Mwana huyo wa Adamu ikafika wakati wa kuja kwake kwa ajili ya unyakuzi, akawa gurumo 7. Utaweza niambia ndugu Mwangi unasema nini? Unasema nini? Fikiria. Huyo Mungu amepita kwa majina mengi sana na titles nyingi sana. Huyo Mungu angeitwa Jehova, angeitwa the Almighty. Unaona? Ikaja akaitwa Melkisedeki. Unaona? Huyo tu si mwingine. That's right. Amen. Unaona? Alafu Baba, Mwana na Roho. Huyo tu. Amen. Ati mimi ndiye. Wakati Musa alimuuliza, "Na nitasema wewe ni nani? Jina lako?" Akamwambia, "Mimi ndiye." Amen. Lakini tunajua yeye ako na jina moja lenye anajulikana miongoni mwa wanadamu. Bwana Yesu Kristo. Hilo ndilo jina alichukua miongoni mwa wanadamu. Bwana Yesu Kristo. Lakini ni yule. Huyo Bwana Yesu Kristo ana titles mingi. Unaona? The Lily of the Valley, the Rose of Sharon, the Bright and Morning Star, Father, Son and the Holy Ghost. All those are titles. Amen. Unaona? The Son of Man, title, the Son of David, title, the Son of God. Hizo zote, there is titles. Progressively vile ameendelea kujifunua using those titles. Sasa ndiye gurumo 7. 7 thunders of revelation. Kwa sababu ni wakati wa kuja kwa Bwana. So ni kusema nini ndugu dada? Ile title sasa ametumia. Yes. Ni 7 thunders. Amen. Ile title yake sasa. So kama haumjui yeye kama gurumo 7, umeotea kama vile wanasemaga. Kuotea ni kukosa shabaha, kupiga wrong side. Na ukisoma katika huu ujumbe wa kimo cha mtu mkamilifu, ndugu Brenda anasema ukikosea wewe ni mwenye dhambi. Ni kweli. Amen. Tunasema nasema nini? Mimi mwenye dhambi. Na nimekuja wakati wote kabisa. Kwa sababu dhambi ni kutokuamini. Amen. Ni kumaanisha humjui, si mjui. Kwa hivyo machoni mwa Mungu mimi ni kama wale makafiri. Kweli. Hiyo najua ni kali. Oh my. Amen. Kwa sababu angalia, kama simjui, kama kafiri hamjui 90%. Anamjua tu kidogo, anasema Mungu, mimi najua Mungu yuko. Kafiri. Na mimi hamjui. Na mimi ninamjua sana lakini kidogo tu simjui. Hakuna tofauti. Kweli. Hakuna kutokujua na kutokujua. Hadi sasa ni sana mimi sijui. Alafu unakuta mwingine ni kidogo tu. Kuna tofauti machoni. Wote ni wasioamini. Wasioamini. Kweli. So sasa tunatakiwa tuanze kujihesabu. Tuko upande gani? Sisi ni wasioamini. Kweli. Amen. Ona, nitaweza kuja baadaye kama ni mapenzi ya Bwana nikuonyeshe. Kukosa kupata huu ufunuo wake kwa kanisa bikira lenye lilitoka kwa madhehebu, kukosa kupata huu ufunuo wake, wanaingia katika dhiki. Kweli. Amen. Very true. Wanauliwa. Wanaenda kwa wale waliopotea. Kweli. Wanakaa huko. Wakati huo wote wa kalamu hawako mbinguni. Kweli. Wakati wa unyakuzi hawako. Wakati wa kalamu hawako. Wakati wa millennium hawako. Wanarudi kuonekana wakati wenye dhambi na wale wengine wanafufuliwa. Kweli. Wabaya na wazuri wakifufuliwa, alafu na wao wanafufuliwa. Alafu wanawekwa mbele yake na bibi harusi. Kweli. Wanahukumiwa. Unaona? Kwa ajili ya hawakupata ukweli. Hawakumjua, hawakuwa na ufunuo wake, lakini walikuwa na ukweli. Amen.
Alafu kwa sababu hawakupenda, hawangemjua, hawakupewa huo ufunuo, wanapewa nguo ya wanapewa uzima wa milele. Lakini fikiria, na ni hapa sasa kwa neema ya Bwana. Kweli. Nikikosa hapa ina madhara mingi sana. Kweli kabisa. Nikikosa kumjua hapa kuna madhara mingi sana. Kweli kabisa. Kwa sababu siendi katika unyakuzi, wala sibadilishwi mwili. Siendi katika unyakuzi. Oh my. Unaona? Siko katika kalamu ya Bwana. Kweli. Sipatikani wakati wa millennium. Kweli. Yaani sina uhusiano na Bwana. Kweli. Nitafufuliwa na wenye dhambi, wenye walikufa kwa jana, na watu wenye waliua watu, nifufuliwe na wao. Ndio hivyo ndivyo neno linaonyesha. Na mimi nilimjua Mungu, nikamjua nabii. Hiyo na hao watu, mimi hiyo vitu sikutaka wakati nilikuwa duniani. Hakuna tofauti. Kweli kabisa. So Bwana atusaidie Amen. tuweze kumpata katika huu ufunuo wake. Yes my Lord. Amen. Tuweze kumpata katika huu ufunuo wake. Amen. Kwa sababu tukimpata katika huu ufunuo, sasa tayari tuna nguo ya harusi. Sisi ni maharusi. Na wale ambao ni maharusi wake ndio wanaenda katika kalamu ya harusi. Na hao ndio watarudi katika millennium, watawale na yeye miaka 1000. Amen. Unaona? So by the grace of God, wacha hii isifanye nini? Isitupite. Bwana nisaidie. Wacha tuwe wazi katika mioyo yetu kwa ajili ya ufunuo gani? Kwa ajili ya ufunuo huu. Tuwe wazi katika mioyo yetu. Brother Branham alitoka kutuambia nini? Nisoma nini hapo? Okay. Anasema hivi. Okay. The day when the Son of Man shall be revealed. Siku ile mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Ufunuo 17:30. Kwa hivyo mwana wa Adamu na ngurumo 7 ni kitu kimoja. And there shall rise false prophets and false Christ. Ati kutainuka manabii wa uongo na makristo wa uongo. Show great signs and wonders. Na wataonyesha ishara mingi kuu. In so much it will deceive the elected if possible. Ati ikiwezekana idanganye wateule. Nabii anasema the people still in doubt. Ati watu wanakaa wameshangaa, wanashaka. And as usual, the church is just as puzzled. Na kama kawaida kanisa linakaa katika mshangao na kuchanganyikiwa. Unaona? Ati na ni Bwana mwenye amefanya nini? Oh my. So ngurumo 7 ni nini? Ni Bwana Yesu Kristo akifunuliwa katika hilo wingu kwa ajili ya kuja kuandaa unyakuzi. Acha nikusomee Brother Branham anasema kitu gani hapa. He says this. Anasema hivi Brother Branham. Katika okay. Katika barua alimwandikia Brother Ribel. Akamwandikia kule Tucson, Arizona. Alimwandikia Brother Ribel. Anasema akamwandikia akamwambia, but when all these 7 thunders mystery is to be made known, he has to come again as Son of Man. That is the same Holy Spirit back into human flesh. Perfectly paralleling Sodom. Naona? Wakati hizo ngurumo 7 zitawekwa wazi, itajulikana ati lazima agerudi kama mwana wa Adam. Huyo ati na huyo mwana wa Adam ni huyo Roho Mtakatifu akitumia mwili wa mwanadamu. Unaona huyo Roho Mtakatifu akimtumia nabii. Alafu mihuri 7 ikawekwa wazi, sasa anajiweka wazi kwa bibi harusi. Unaona? So ni Roho Mtakatifu huyo mwenye alimtumia nabii. Si nabii anasema unaona? And if he comes then to a natural seed Abraham, he comes now to the royal seed of Abraham. The royal seed Abraham, who is also waiting for the royal promised son. Kama mwana wa Adam kule alikuja kwa Ibrahimu wa kawaida, sasa mwana wa Adam anakuja kwa Ibrahimu wa kiroho, yani mwana wa Adam, mbegu ya Ibrahimu ya kiroho, mwenye anangoja mwana mfalme wa kiroho. Yani anakuja kwa bibi harusi hivyo hivyo.
Bibi harusi mwenye anangoja Kristo, mwana wa mfalme. Not the natural Isaac but the royal promised son. Si wa kawaida lakini ni wa kifalme, wa kiroho. And that's why there can be nothing else but prophetic, as you have well explained it, a prophet for these days. Na ndio sababu lazima ingekuwa ni unabii. Nabii wa siku za mwisho. Unaona hiyo sehemu Brother Branham akaicheza, akamdhihirisha mwana wa Adamu katika hiyo kazi yake. Akamdhihirisha Mungu wa ndugu Branham ndiye mwana wa Adamu Kristo. Sasa huyo mwana wa Adamu katika muhuri wa 7 ameshuka akiwa gurumo 7. Ameshuka akiwa gurumo 7 kwa ajili ya unyakuzi. Unaona? Okay. So, gurumo 7 ni ufunuo wa Bwana Yesu Kristo akishuka ili aadae bibi harusi, kanisa la bibi harusi kwa ajili ya unyakuzi, na inatimiza Ufunuo 10:1 hadi 7. Inatimiza Ufunuo 10:1 hadi 7. Kilia anakuja katika gurumo 7 ni Bwana Yesu Kristo. Akija ndio alete ufunuo kwa bibi harusi. Huyo malaika mkuu katika Ufunuo 10 akija ndio alete ufunuo kwa bibi harusi, ufunuo wa unyakuzi. Unaona hapo tutaweza ona mambo mawili. Tunaona gurumo 7 katika ufunuo wake ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Lakini kumbuka, akishajifunua kwa bibi harusi na ajenge imani ya unyakuzi, atatumia hiyo imani ya unyakuzi kuita waliolala na sauti 7 za gurumo 7. Amen. 7 voices of thunder. So ni nani anaitana? Ni Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ni nani ataitana? Ni Kristo. Huyo gurumo 7 anaitana na sauti zake 7 za gurumo 7. 7 voices of thunder. Sauti 7 za gurumo 7. Unaona? Ni Kristo akiitana wale waliolala waamke. Amen. 7 voices. Sauti 7 za gurumo 7 kwa nyakati 7 za makanisa. Fikiria nyakati 7 za makanisa, na bibi harusi amelala katika hizo nyakati 7 mpaka Laodicea, bibi harusi wa Laodicea, kwa sababu tunaongea kuhusu huyu mwenye ametoka Laodicea kwa ajili ya kukutana na bwana harusi. Sasa nyakati 7 za makanisa, bibi harusi amelala katika nyakati 7, lazima ataitwa na Bwana. Kweli. Na kila kisasi kilimjua kivyao. Kweli kabisa. Efeso ikamjua. Kweli. Smyrna wakamjua. Amen. Thiatira wakamjua. Pergamos wakamjua. Sardis wakamjua. Philadelphia wakamjua. Na Laodicea. Huyo Bwana atawaita. Wenye walijua atawaita waamke na sauti ya gurumo. Atawaita waamke. Hawakuona hiyo sauti ya gurumo, hawakuwa naye wakati ule. Haingekuwa ni kama sasa. Angalia hii sauti ya gurumo, Brother Branham anaifananisha na ile sauti Bwana aliita Lazaro akaamka. Amen. So Lazaro alikuwa mfu. Kweli. Hapo awali hakuna pahali tunaona Lazaro akiwa na hiyo sauti. Kweli. Haikuwa imekuja, haikuwa imefika hiyo sauti ya gurumo. Hallelujah. Haikuwa imefika, haikuwa imekuja. Hallelujah. Amen. Lakini ni yule Bwana. Amen. Hallelujah. Hatuwezi tukasema ati sauti 7 za makanisa 7 ni sauti ya gurumo 7. Hizo si gurumo. Lakini walimjua Bwana. Na ndiye huyu ana gurumo wakati awaite. Hallelujah. Hallelujah. Yaani tunasema nini kwa kifupi? Angalia. Lazaro alilala katika kaburi. Akaitwa na sauti ya gurumo. Brother Branham alisema ni sauti ile ilimuita Lazaro akaamka, ndio itaita hawa wenye wamelala. So kama Lazaro alikuwa mfano wa haya, hawa nao wataitwa, hawajaitwa. Kwa hivyo hiyo sauti ya gurumo haitawa
hiyo sauti hawangelala. Kweli kabisa. Kwa hivyo sauti ya ngurumo 7 ni sauti ya uvuvio. Haleluya. Sauti ya ngurumo 7 ni sauti ya uvuvio. Haleluya. Kwa sababu ilimwamsha Lazaro kutoka kwa kaburi. Ni sauti ya uvuvio. Bwana aligoja siku 4. Akaambia wanafunzi wake tugoje. Alikuwa anangoja nini? Alikuwa anangoja hiyo sauti ya uvuvio. Unaona? Baba yake aliita Lazaro amke akiwa ndani ya mwana. Haleluya. So Bwana aligoja baba yake siku 4. Wakakaa kule Lazaro akioza katika kaburi. Lakini wakati alikuja akiwa na hiyo sauti, akaitana Lazaro, toka. Lazaro akaamuka. Kwa sababu ilikuwa ni sauti ya uvuvio. So sauti 7 za ngurumo 7 ni sauti ya Bwana, sauti ya uvuvio, ikiita bibi harusi mwenye amelala katika nyakati 7 za makanisa. Hawakuwa naye, lakini walikuwa na Bwana. Haleluya. Tukisema ati kwa sababu walikuwa na Bwana, tukisema ati kwa sababu walikuwa na Bwana, walikuwa na hiyo sauti, tutakosea. Tutakosea. Kwa sababu mfano wake tunauona na Lazaro. Na Lazaro aligoja katika kaburi. Ndio hiyo sauti ije. Lazaro, hiyo sauti ikakuja kwa Lazaro. Bwana aliambia wanafunzi wake, tuende sasa tukamuamua. Wale wamelala katika makaburi wakigoja sauti 7 za ngurumo 7. Na hizo sauti 7 za ngurumo 7 ni sauti ya ngurumo, Bwana akiwagurumia. Na hiyo sauti ya ngurumo inakuja na huyu malaika mkuu. Inakuja na huyu malaika mkuu. Sauti ya ngurumo, sauti ya kufufua waliolala, kwa sababu ni wakati wa unyakuzi. Wakati wa unyakuzi. So sauti ya ngurumo lazima ipatikane. Haikuweko katika nyakati 7 za makanisa, lakini Bwana alikuweko. Haleluya. Bwana alikuweko. Amen. So what are we saying? Glory be to God. Ngurumo 7 katika ufunuo wake ni Bwana akishuka akiwa malaika mkuu kwa ajili ya kuandaa imani ya unyakuzi. Ngurumo 7 katika madhihirisho ni sauti 7 za ngurumo 7 zikiita waliolala katika makaburi nyakati 7 za makanisa ili waamke. Utaona wakati tunakuja kuongea kuhusu makao yake. Utaona ndugu Branham vile anasema Bwana anajenga hekalu. Bwana anajenga hekalu. Alafu anakuja kuishi katika hiyo hekalu. Amen. The stature of a perfect man ni hekalu. Bwana anajenga. Na alafu anakuja kuishi katika hiyo hekalu akiwa the seal of charity. Kama vile alifanya na mambo zetu, hivyo ndivyo anafanya wakati huu. Anakuja kuishi katika hiyo hekalu. Kidogo nikusomee brother Branham, kiendelea nataka kumaliza wakati wetu unakwisha. Brother Branham anasema hivi, okay. So ufunuo wa ngurumo 7 ni ufunuo wa Bwana Yesu Kristo. Ile aliwekwa wazi katika hiyo mihuri 7 katika huu ujumbe wa trying to do God a service without. No, it is the rising of the sun. Kuchomosha kwa jua, paragraph 45. It is the rising of the sun, paragraph 45 anasema he is the one who opened those seals. Yes. He is those seals. For the whole word of God is Christ, and Christ is the seals that was opened. Amen. What is the opening of those seals? Revealing Christ. Amen. Ati yeye ndiye alifungua hiyo mihuri na yeye ndiye hiyo mihuri, kwa sababu neno lote la Mungu ni Kristo, na Kristo ndiye hiyo mihuri yenye ilifunjwa. Ati kufunguliwa kwa hiyo mihuri kulikuwa kwa nini? Ni kumfunua Kristo. Amen. Huyu malaika mkuu. Unaona? Ni kumfunua Kristo. Alafu brother Branham anasema nini?
Anasema katika huu ujumbe wa the unveiling of God. The unveiling of God. Mungu akiwa katika akijifunua, akijiweka wazi katika vazi lake. Paragraph 336, Brother Branham anasema, but now as Revelation 10 has promised, lakini sasa vile Ufunuo 10 imeahidi, all the mysteries of God that's been hid in the pages down through them years would be ripened, brought forth in the age of the seventh age's message. Unaona? Ati zili zote za Mungu zenye zilifichwa katika Ufunuo 10 aliahidi zili zote zenye zilikuwa za Mungu zilikuwa zimefichwa katika kitabu. Miaka hiyo yote ingeiva, ingekuwa tayari kwa ajili ya wakati wake. Ripe. Ametumia hilo neno ripened. Basi ni kumaanisha nini? Hilo neno hapo awali halikuwa limeiva. Mungu atangoja liive. Pale haikuwa imeiva, akuje amfufue Lazaro. So Mungu anangoja iive. Kuna wakati wake. Wakati hilo neno litaiva. Kuiva ni kumaanisha liwe tayari kwa ajili ya kufanya kazi. Wakati wake ufike. Anasema hivi, okay. Ati katika siku za malaika wa 7. Is that right? Hiyo ni kweli? What did he say a year and 6 months ago? Ati alisema nini mwaka mmoja na miezi 6 iliyopita? About 2 years ago, miaka miwili hivi, go to Tucson. Ati nenda Tucson, be north of Tucson, kaa kule kusini kaskazini wa Tucson, a great blast, kutatokea mlipuko. What would take place? Kile kingefanyika, the seals would be opened. Mihuri hiyo ingefunguliwa. The seal that revealed these things. Muhuri ule umeficha haya mambo. Come back just as he said. Nikarudi kama vile alisema. What is it? Sikiza. What is it? Ni nini hiyo? It shows that it cannot be man. Inaonyesha kabisa haiwezi kama mwanadamu. It heads perfectly. Inagonga hapo hapo, just as straight as it can be. Hapo hapo vile inatakiwa each time, kila wakati. What is it? Ati ni nini? It's the hand of God before us. Ni mkono wa Mungu mbele yetu. Ati, and because it's in a literal group, veiled in human flesh. Amen. Kwa sababu iko na kakundi kadogo, imetiwa pavazi katika miili yao. It's veiled to the outside world. Imetiwa vazi, haionekani kwa ulimwengu kule nje. Anasema he is head from the outside world. He is revealing himself to babes, such as we learn. See? Ati amefichwa kwa ulimwengu kule nje, lakini anajifunua kwa watoto wenye wanaweza jifunza. Na huyo ni bibi harusi. Kwako na mimi tunapata ufunuo kwa kile ambacho kimefichwa kwa ulimwengu kule nje. Na ni nini kimefichwa kwa ulimwengu kule nje? Ni yeye Bwana wakati huu akitayarisha kuja kwake. Amen. Yeye Bwana wakati huu akitayarisha kuja kwake. Okay, unaona? Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Unaona? Amen. Unaona vile anasema katika huu ujumbe wa the bridge. Unaona? Bwana akitayarisha kuja kwake. Katika huu ujumbe wa the bridge, paragraph 74 tulisoma, wakati huo mwingine akisema, and when the seals are broken, the mystery is revealed, down comes the angel, the messenger Christ. Wakati hiyo mihuri inawekwa wazi na siri inafunuliwa, malaika anashuka. Huyo malaika wa Ufunuo 10 hadi Ufunuo 10. Unaona? Malaika anashuka. Na down comes the angel, the messenger Christ. Malaika anashuka na ni mjumbe, ni Kristo. Setting his foot upon the rod and upon the sea with a rainbow over his head. Akiweka mguu mmoja katika bahari na mwingine katika nchi kavu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Now remember, this seventh angel is on earth at the time of this coming. Atikumbuka malaika wa 7 angekuwa hapa duniani wakati wa kuja huko. Na tuliona wakati ule tulikuwa tunaongea muhuri wa 7 ni wakati gani hao wawili walikuwa pamoja, ni kule katika mlima Sunset. Bwana Yesu Kristo akiwa mjumbe kwa ajili ya bibi harusi chini ya muhuri wa 7, na ndugu Branham akiwa mjumbe kwa ajili ya
Laodicea. Unaona? Bwana Yesu Kristo akijifunua kwa bibi harusi kupitia katika neno la nabii William Branham. Kwa sababu hilo neno ndilo lilibeba ahadi ya kufunuka kwake. Amen. Unaona? Yeye angekuja na neno lake. Alitumia lile neno lenye alimfunulia ndugu Branham. So angeshika ujumbe wa nabii, atoe ahadi zenye zinahusu unyakuzi, asiweke wazi ili bibi harusi apokee uhai kwa ajili ya kujiandaa kwa kuja kwa Bwana. Amen. 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 Unaona? Okay. Unaona? Brother Branham anasema katika fourth seal, muhuri wa 4. Anasema muhuri wa 4. Anasema these 7 seals that this book is sealed with. Hii mihuri 7 kitabu hiki kimefunikwa naye. And those 7 seals, hiyo mihuri 7. And then after these seals are completed, mihuri hii 7 ikiisha, we find in Revelations 10 there was 7 mysterious thunders. Tunaona ngurumo 7 katika Ufunuo 10. Mihuri ikiisha funguliwa, tunaona ngurumo 7 katika Ufunuo 10. Thunders that John was commissioned to write. Ngurumo zenye Yohana alikuwa aandike, but forbidden to write those. Lakini akakatazwa kusiandika. Anasema and at the time of those thunders, na wakati wa hizo ngurumo, we find Christ or the angel come down. Amen. Tunamuona Kristo ama malaika akishuka na upinde wa mvua, and put his feet on the rod and sea and swore that time had run out at that time. Anaweka mguu mmoja katika bahari na mwingine katika nchi kavu, na anaapa ati wakati umeisha. So unaona, katika wakati wa hizo ngurumo tunamuona Kristo akishuka, na pale ametuambia wakati mihuri 7 inavunjwa, Kristo anawekwa wazi. Unaona, so kufunguliwa kwa mihuri 7 ni kuwekwa wazi kwa ngurumo 7. Ngurumo 7 ni mtu, ngurumo 7 ni Kristo. Amen. Na anashuka. Huyo Kristo anashuka. Unaona? Wakati wa ngurumo 7. So ngurumo 7 zimevunjwa, ndio. Amen. Na ni nini? Ni Kristo akishuka kwa ajili ya kuandaa imani ya unyakuzi. Unaona? Tukimaliza, alijivika, tuliona Sunday, the other Sunday, alifunikwa akavikwa vazi ndani ya nabii kwa ajili ya huduma ya kurejesha, kama vile imeahidi katika Matendo ya Mitume 3:21. Kungekuwa na huduma ya kurejesha ukweli wa neno. Mambo yale yalipotea katika madhehebu, alifanya hivyo akivikwa vazi ndani ya nabii. For the ministry of restoration, akivikwa ndani ya nabii kwa ajili ya huduma ya kurejesha neno. Now he veils himself in the bride for the ministry of the resurrection. Sasa amevikwa vazi ndani ya bibi harusi kwa ajili ya huduma ya ufufio. Yeye akimfufua Lazaro atakuwa wapi? Ndani ya bibi harusi. For the ministry of the resurrection. Alitiwa vazi ndani ya nabii kwa ajili ya huduma ya nini? Ya restoration. Kurejesha neno, kurejesha ukweli. Unaona, wakati ukweli